Amen. Sisi ni zaidi ya washindi. Na nitakuwa upesi sana, Mungu anisaidie, dakika chache nitakuwa nimemaliza. Na msimu huu ambao tuko ndani, msimu ambao tumejikumbusha kuzaliwa kwake Yesu. Na Yesu alizaliwa ili tupate ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. Maandiko yanasema wakati Yesu alikuwa anaongea na Nikodemo, akamwambia mtu yeyote asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi akauona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Yesu alizaliwa ili sisi kama wanadamu tuzaliwe mara ya pili. He was born for us to be born again. Bwana apewe sifa. Amen. Na tunapokumbuka kuzaliwa kwake, sio kwamba ni 25 peke yake ndio tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Hata siku ya leo bado tuko na impact ama ujuzi wa kuzaliwa kwake Yesu. Na Yesu alizaliwa ili mimi na wewe, watu ambao walikuwa wamefungwa na dhambi, watu ambao walikuwa wameteswa na shetani, tuweze kuishi maisha ya ushindi. Yesu alikuja kama amejawa neema na ukweli. Maandiko yanasema sheria ilikuja na Musa, lakini neema na kweli ilikuja na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Na alipokuja Yesu, alikuja kutuondoa kwa sheria, akatuingiza kwenye neema. Neema inamaanisha kibali ambacho haustahili kupata. Na asubuhi ya leo tunaweza shangilia Mungu tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, kwa sababu kuna kibali ambacho hustahili. Siku ya leo unaweza inua mikono yako, si kwamba wewe ni mtakatifu sana, lakini kupitia kazi ya msalaba umekubalika mbele za Bwana. Oh, haleluya. Ameondoa dhambi zako, hahesabu tena makosa yako. Watu ambao walikuwa wamekaa kwenye giza, Yesu alikuja akaleta mwangaza. Diposa kwa nyumba yenu kunaweza ingia mwangaza. Diposa kwa ndoa yako kunaweza ingia mwangaza. Diposa kwa huduma yako mwangaza unaweza ingia, kwa sababu Yesu alikuja na neema na ukweli. Haleluya. Alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea, maandiko yanasema aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Na sisi asubuhi ya leo ama siku ya leo tunashangilia mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa sababu ametupea uwezo, ametupea mamlaka ya kufanyika wana wa Mungu. Watu ambao walikuwa wamedharauliwa, watu ambao walikuwa ndani ya giza, ametufanya tunaitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuja akapeana uwezo wa kufanyika. You can become anything in Jesus as long as you receive him. Unapopokea unaweza fanyika baraka hata kwa nyumba yenu. Unapopokea unaweza fanyika baraka kwenye ukoo wenu. Unapopokea unaweza fanyika baraka kwa kijiji chenu. Unapopokea unaweza fanyika baraka hata mahali pa ugeni. Ndiposa Yusufu alipokuwa Misri alifanyika baraka kule Misri, kwa sababu alikuwa na Mungu. Oh, haleluya. Mtu yeyote ambaye ako na Mungu anafanyika baraka, sio tu kwake peke yake, bali hata kwa watu wengine ambao wanatengamana pamoja naye. Kwa hivyo unapoamini Yesu anakupa uwezo wa kufanyika, na ndani ya Kristo unafanyika kila kitu ambacho Mungu amekusudia ufanyike. Unaweza kuwa injinia unapoamini Yesu. Unaweza kuwa lawyer unapoamini Yesu. Unaweza kuwa daktari kama Luka alipokuwa Dr. Luke ndani ya Yesu. Unaweza fanyika a business person ukiwa ndani ya Yesu. Unaweza fanyika jambo lolote ukimwamini Bwana Yesu. Amen. Na Yesu akiwa upande wako, hakuna jambo lolote laweza kuwa kinyume na wewe. Yesu akiwa upande wako, hata marafiki, hata maadui wajipange namna gani kinyume na maisha yako, hawawezi wakafanikiwa, kwa sababu wewe haujapokea Mungu wa pili katika utatu. Haujapokea Mungu wa kwanza katika utatu. Haujapokea Mungu wa tatu katika utatu. Kile umepokea Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Jina lake
nimebatizwa, niko na uwezo wa Mungu ambao unatembea ndani yangu, unanikumbusha kila siku ya kwamba mwili wangu ni hekalu la Yesu na Yesu anakaa ndani yangu. Hallelujah. Remind yourself on a daily basis. Ukisha kuwa upande wa Yesu, kuna jambo moja ambalo linafanyika. Unafanyika adui wa shetani. Na shetani anaanza kampeni ya kukuangusha, ya kukumaliza, ya kukuua na kuua hata wokovu wake. Maana maandiko yanasema kwenye Yohana 10:10, kazi ya mwizi ni kuua, kuharibu na kufanya nini? Na kuangamiza. Hiyo ndio job description ya shetani. Anakuja kuua, kumaliza na kuharibu. Ndoa nyingi zimekufa mwaka huu kwa sababu ya shetani. Wakristo wengi wamekufa mwaka huu kwa sababu ya mwizi. Watu wengi wamebackslide kwa sababu ya shetani. Watu wengi wamepunguka ndani ya moto wao wa kiungu kwa sababu ya shetani. Lakini nimekuja nikwambie siku hii ya leo, wewe ambao umeingia kwa nyumba ya Bwana, sisi ni zaidi ya washindi. Oh, hallelujah. Sema hallelujah. Sisi ni zaidi ya washindi. Haimaanishi kwamba kwa sababu tunapata changamoto ya kwamba shida itatokea. Haimaanishi changamoto hazitatokea. Yesu alisema kwa Yohana 16:33, alisema mambo haya ninawazungumzia ili ndani yangu muwe na amani. Dunia iko na dhiki, lakini mjipe moyo. Angalia jirani, mwambie jipe moyo. Angalia mwingine, mwambie jipe moyo. Unasema kama umelegeza sana, mwambie na nguvu, jipe moyo. Oh, hallelujah. Yesu aliambia wanafunzi, mjipe moyo. Nimekuja nikumbushe kila mmoja anayesikia sauti yangu, jipe moyo. Mambo itakuwa rahisi. Mambo haitawahi kuwa rahisi na haitawahi kuwa rahisi mpaka Yesu arudi. Jipe moyo. Oh, hallelujah. Jipe moyo ndani ya Bwana. Jipe moyo, endelea na kazi ya Mungu. Jipe moyo, endelea kuomba. Jipe moyo, endelea kuhubiri. Jipe moyo, endelea kuimba. Jipe moyo, endelea kufanya kazi ya Bwana. Oh, hallelujah. Yesu alisema siku za mwisho vikwazo vinabudi kutokea, lakini yeye atakayevumilia hadi siku ya mwisho, yeye ndiye atakayeokolewa. Oh, hallelujah. Atakayeokolewa. Paulo akawaandikia Wagalatia, akawaambia mulianza katika roho, naona mnamalizia kwa mwili. Nani aliyewaloga? Ambia jirani yako, sitarogwa na mtu yeyote. Hallelujah. Ambia mwingine, sitarogwa. Lazima nimalize katika roho. Maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Lazima nimalize mwaka nikiwa ndani ya roho. Lazima nimalize mwaka kama niko na nguvu. Lazima nimalize mwaka kama nimeinuliwa. Sitamaliza mwaka kama mimi ni mnyonge. Sitamaliza mwaka kama nafanya mambo ambayo fai. Sitamaliza mwaka kama nina nyumba. Nimefanya uamuzi ndani ya moyo wangu. Niwe niko Wesa, niwe niko Nyanza, niwe niko Nairobi, niwe niko nje, nitafanya mapenzi ya Bwana. Sina wakati wa kuyumba. Sina wakati wa kuangalia nyuma. Hata nawe nimekuja nikwambie, usiangalie nyuma. Usiangalie nyuma. Yesu ametuita karudi upesi. Lazima tufanye kazi ya Baba. Yesu alisema lazima nifanye kazi ya Baba yangu kama bado ni mchana, kwa sababu giza inakuja wakati mwanadamu hawezi akafanya kazi yoyote. Lazima ufanye kazi ya Bwana. Sister Nelly, fanya kazi ya Bwana. Sister Judy, fanya kazi ya Bwana. Mzobaro, fanya kazi ya Bwana. Sister Nine, fanya kazi ya Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesu akazungumza na wanafunzi, akawaambia wakati alikuwa kwa mlima anafundisha kuanzia Mathayo mlango wa 5. Na Yesu akaambia wanafunzi wake, mtu yeyote ambaye anasikia maneno haya mimi nawaambia na asije akafanya. Unaweza sikia na ukose kuweka kwa matendo, hiyo ni makosa. Akawaambia mtu yeyote atakayesikia na akose kuweka kwa matendo atafananishwa na mtu mjinga, mtu mpumbavu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga, ambapo mawimbi yakaja, mafuriko
nyumba hiyo ikaanguka. Nataka kunisikiza vizuri. Siku ya leo na asubuhi ya leo sitakaa sana. Na Yesu akasema yeyote ambaye atasikia mambo yangu na ayaweke kwa matendo atafananishwa na mtu mwerevu. Mtu mwerevu anafanya nini? Msingi wake umewekwa juu ya mwamba. Na nimekuja nitangaze kanisa hili la Kariobangi South limejengwa juu ya mwamba ulio imara. Na huo mwamba sio mwamba mwingine, ni Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndio mwamba. Haleluya. Paulo anasema tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Na ukijengwa kwa mwamba hakuna jambo litakutingisha. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba tukiwa Sunday school, inasema niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, ambia adui zangu niko chini ya mwamba, Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ukiwa chini ya mwamba, adui hata wakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Na Yesu akawaambia yeyote ambaye anasikia mambo ya ufalme na ayaweke kwa matendo, akuwe na utiifu kwa hayo maneno anayosikia. Maandiko yanasema mvua atakija, dhoruba ikapiga, mafuriko yakija, pepo zikivuma. Wacha nikupe ufunuo. Hallelujah. Assuming hii ni nyumba, Kiingereza inasema vizuri sana. And the rains descended. Ama mvua ikaja, ikatoka juu, napiga hiyo mvua. Floods zikaja, mafuriko yakaja. Mafuriko mara mingi natoka chini, piga hiyo nyumba. Maupepo ikavuma, pepo inapiga sideways. Inapiga nyumba, inapata nyumba hii imejengwa juu ya mwamba. Na hiyo nyumba maandiko yanasema haiwezi ikaanguka. Na nimekuja leo nikwambie, lazima uchunguze msingi wako. Mapepo ama mawimbi yakija, haifai uanguke, faa usimame. Dhoruba ikija, maandiko yanasema kwa Isaya 59:19, Roho wa Mungu atainua kiwango. Amen. Kinyume na dhoruba ambayo inaletwa na adui. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo haya mambo yote matatu yanakuja ili nyumba hiyo ianguke. Mvua inakuja inapiga, nyumba ianguke na ianguke. Nimekuja asubuhi ya leo niwatie moyo, nikiwaambia sisi ni washindi. Kuna watu wamepitia mambo makubwa, wameketi wanasikia sauti yangu na bado hawajaanguka. Ni kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Kuna wiki, kuna mwaka, kuna mwezi ulikuwa umekufa moyo, lakini bado uko kanisani. Ni kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Kuna wakati ulipoteza mpendwa wako na bado uko kanisani. Ni kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Kuna wakati ulifika ukakosa fedha, lakini bado uliomba. Ni kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Kama unaamini sema amen. Hakuna kitu chochote ambacho kikija upande wako kama mpendo wa Kristo inafai kuangusha chini kwa gani? Kwa sababu umejengwa juu ya msingi. Imani na wokovu wako haifai ujenge kwa mwanadamu, inafaa ujenge kwa msingi ambaye ni Yesu Kristo. Ujana wako usijenge kwa hisia za kimwili, jenga kwa neno lake Mungu, jenga kwa msingi ulio imara. Vijana wengine wakiporomoka, wewe bado unasimama. Ndoa yako ijenge kwa msingi ulio imara. Ndoa zingine zikiporomoka, yako bado unasimama. Watakuuliza siri ni gani? Utawaambia siri ni msingi wangu nimejenga juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Praise be to Jesus. Oh hallelujah. Ile nyumba ambayo ilijengwa juu ya mchanga, maandiko yanasema kwamba wakati mvua ilikuja, upepo ikavuma, mafuriko yakaja. Maandiko yanasema mwanguko wa ile nyumba ulikuwa mwanguko mkubwa sana. Ndiposa utaona watu wengine wanaanguka. Si kwamba wanaanguka kwa nini? Wanaanguka kwa sababu msingi wao sio dhabiti. Na nimekuja nikutie changamoto. Chunguza msingi wako tunapomaliza mwaka. Chunguza imani na wokovu wako tunapomaliza mwaka. Yesu hakutuokoa tu backslide. Yesu hakutuokoa turudi kwa ulimwengu. Alituokoa tusimame na tutangaze habari
wako. Start examining your foundation. Angalia msingi wako uko namna gani. Angalia msingi wako umesimama kiasi gani. Angalia nyumba yako imesimama kwa msingi gani. Angalia wokovu wako umesimama kwa msingi gani. Kama ni msingi wa Yesu Kristo, hata vikwazo vije vitapiga nyumba na inabaki. Hata mapepo yaje na piga nyumba inabaki, isianguka. Hata visirani vije piga nyumba inasimama. Lakini ile iko juu ya mchanga ikikuja, maandiko yanasema mwanguko mkubwa. Kumbe inaporomoka kwa sababu ya msingi. Hii nyumba ambayo tuko ndani, hata kule juu kipaka gold, kule juu kiweka mataa mzuri, na msingi ni mbovu ama ni weak, hiyo nyumba itaporomoka siku moja. It's just a matter of time, hiyo nyumba itakuwa inaporomoka. Lakini Yesu hajakuita uporomoke mzee Cheni. Yesu amekuita usimame na usimamishe watu wengine. Yesu amekuokoa ukuje ukiri Injili. Hallelujah. Ndio nimesema sisi ni zaidi ya washindi. Kama unaamini sema hallelujah. Chunguza msingi wako. Hata mawimbi yakija simama. Hata dhoruba ikija simama. Mafuriko ikija simama. Adui wakija simama. Mambo yakija simama. Yesu akusema itakuja. They will come. Things will come. Issues will come. Hallelujah. Vitu vitatokea. Lakini Yesu alisimama simama. Sababu umejengwa juu ya msingi ambao uko imara. Watu wanashindwa. Kwa nini watu wengine wanaendelea na wokovu, wengine wana backslide? Ni msingi. Hakuna kitu kingine. Unaweza kuwa tushuka kwa vitu zingine, lakini msingi ukiwa imara utasimama. Bila kuangalia pande yote. Sababu aliyekuita ni Bwana Yesu. Pasajari hakuita mtu yeyote. Mimi niko na laini yangu naifuata. Niko na mambo Mungu ameniwekea naifuata. Na songa nikichuchumilia, na Paulo anasema nikisahau mambo yaliyopita na kuchuchumilia mambo yaliyo mbele. Sahau mambo yaliyopita. Sahau mambo yaliyopita jana. Sahau mipango ya jana. Sahau kuanguka kwa jana. Songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. In the name of Jesus. Hallelujah. Ni wakati wa kusonga mbele pasipo kuangalia mtu yeyote. Nilisema sitangoja mtu anisukume ndio nifunge mbele za Bwana. Ninajua ina assignment Mungu amenipa. Na pia wewe umepewa assignment Sister Wangare. Usingoje mtu akupigie makofi ndio fanya assignment yako. Kama wewe unajua siku moja utasimama mbele ya Bwana kupeana hesabu ya maisha yako, fanyia kwa wako kazi kama bado kuna uzima. Kuna watu wako hospitalini, kuna watu wamegonjeka, kuna wale tumesikia wamevunjika miguu. Watakaa miezi na miezi kwa manyumba kama hawatembei. Lakini kama Mungu amenipa hai, nitafanya assignment, nitafanya kazi, nitapigia Mungu magoti yangu, nitaomba, nitatafuta uso wake Mungu. Fanya kazi ukiwa na hai. Fanya assignment yake Mungu. Tembea mahali nafaa utembee wakati nafaa umepande. Wachana na mambo inakuletea destruction, antafuta laini yako Mungu amekupa laini gani. Wengine hamukuokolewa na Mungu mkae kwa benchi. Mliokolewa na Mungu mfanye kazi ya Mungu. Wengine mnasoma si kwa sababu mpate pesa peke yake. Mpate pesa ifanye kazi ya Mungu. Usipotambua hiyo utapata kazi, wengine wanakufa ndani hizo kazi kama hujui Mungu. Bwana apewe sifa. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema hallelujah. Amen. Hata dhoruba ikuje nitasimama. Ndio Paulo anaulizia, ninapoenda kumalizia. Paulo anaulizia ni nini itatutenga na upendo wa Kristo? Ni dhiki. Dhiki itakutenga na Mungu. Je, ni shida itakutenganisha na Bwana? Shida zimetenganisha watu na Kristo. Shida zimetenganisha watu na Bwana na upendo wa Mungu. Njaa imetenganisha watu na upendo wa Mungu. Wanafanyika mikora. Wanaanza kuhubiri kwa sababu ya pesa. Wengine wanafanya kazi ya Mungu kwa sababu ya pesa. Wanafanyika mikora kwa ufalme. Wanatapeli watu wengine kwa sababu ya njaa. Inawatenganisha na upendo wa Kristo. Je, ni uchi ambayo itakutenganisha na upendo wa Kristo? Kataa sana, hata kama nitatembea uchi sitatenganishwa na upendo wa Kristo. Je, ni hatari? Kataa hatari yoyote haitanitenganisha na upendo wa Kristo. Je, ni upanga? Kataa hata upanga hautanitenganisha
kutenganisha na upendo wa Kristo. Je, ni persecution? Kataa persecution, haitanitenganisha na upendo wa Kristo. Na Paulo anasema kwa haya mambo yote sisi ni zaidi ya washindi. Angalia jirani, mwambie we are more than conquerors. Ambia mwingine we are more than conquerors. Oh, hallelujah. Hata shetani alete mitego zake, sisi ni zaidi ya washindi. Tutapita ndani kwa jina la Yesu. Hata alete magonjwa, tutapita ndani kwa jina la Yesu, kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Hata alete mambo ambayo hayafai, tutapita ndani kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Na wakati shetani alijaribu kugusa kanisa la kwanza, wakaua Yakobo, shetani akafikiria anaweza pambana na afaulu kanisa la Yesu. Nimekuja nimkumbushe ya kwamba Yesu alisema, nitajenga kanisa langu juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitashinda kanisa la Bwana. Wewe mahali umeketi pale, you are more than a conqueror. Mahali umekaa kwa nyumba yako, you are more than a conqueror. Kwa ploti mahali huko, you are more than a conqueror. Kazini, you are more than a conqueror. Kwenye biashara, you are more than a conqueror. Oh, hallelujah. Acheni niwaambie wapendwa, shetani anaogopa wale watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu. Shetani anaogopa wewe kama umesimama na Mungu. Nimekuja nikusihi na moyo wako wote, tunapomaliza mwaka, ambia Mungu, moyo wangu nauweka mbele zako, natamani nione ushindi ninapomaliza mwaka wa 2020. Kama shetani angekuweza, angekuwa amekuua kule mbele, lakini kwa sababu hajaweza, unaweza mwambia siku ya leo ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Daudi alitangaza kwa Zaburi 124, akasema, kama siye Bwana aliyekuwa upande wetu, wacha na Israeli aseme, kama siye Bwana aliyekuwa upande wako wakati wa wanadamu waliinuka kinyume na wewe. Sijui kama unaelewa. Kama unaelewa sema amen. Amen. Zaburi 124, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, hapo hapo maji yangetugharikisha, moto ungelipita juu ya roho zetu, papo hapo yangelipita juu ya nafsi zetu, maji yafurikayo. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Pewa Mungu sifa mahali umeketi hapo, kwa sababu hujapeana kwa mawindo ya shetani. Mungu amekulinda mwaka mzima, adui alitamani akumeze, lakini Yesu amekuhifadhi. Piga Yesu makofi mazuri, ukiinua mikono yako. Oh, hallelujah. Oh, to Jesus. Shetani alitamani ndoa yako imezwe, lakini Yesu alikukinga. Shetani alitamani watoto wako wakufe, lakini Yesu alikukinga. Shetani alitamani nafsi yako ikufe, lakini Yesu alikukinga. Oh, hallelujah. Shetani alitamani kipawa yako ikufe, lakini Yesu alikukinga. Shetani alitamani kanisa hii ikufe, kanisa hii gawanyike, lakini Yesu alitukinga. Shetani alitamani wahubiri wakufe, lakini Yesu alitukinga. Na ahimidiwe Bwana wa majeshi asiyetutoa kama mawindo kwa mwindaji. Maandiko yanasema kwamba nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Kama unaamini mtego umevunjika, shangilia Bwana. Oh, hallelujah. Shangilia Bwana. Mtego wa 2020, mtego umevunjika. Mtego wa mapepo, mtego umevunjika. Mtego wa majini, mtego umevunjika. Mtego wa maroho, mtego umevunjika. Aidiwe. Nataka nikwambie wewe kijana unanisikiza, vijana wengi wamepata mimba mwaka huu. Aidiwe Bwana wa majeshi, amekulinda hujapata mimba, haujapata ukimwi, haujapata syphilis, haujapata gonorrhea. Aidiwe Bwana, amehifadhi ujana wako, amehifadhi mama wako, amehifadhi uzee wako, amekuhifadhi. Aidiwe Bwana wa majeshi. Unaweza kushukuru Mungu. Watu wamevunjika miguu mwaka huu, watu wamepata ajali
mwaka huu, watu wamelazwa mwaka huu. Tulikuwa tuna wachache waliolazwa hapa, lakini Jehova imetiwi akawaondoa kwa mitego ya shetani. Oh, haleluya! Waliolazwa wote walitoka ndani, hata wale ambao wamelazwa wakatoka ndani. Hakuna mtu yeyote atakaye kufia kwa mitego ya shetani, kwa sababu Yesu ametuokoa. We are more than conquerors. 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 Nimekuja kusema we are more than conquerors. Haijalishi shetani anakuambia nini kwa akili, lakini unamwambia siku ya leo, mimi ni zaidi ya mshindi. Sitakubali kukanyagiwa chini. Mimi ni zaidi ya mshindi. Sitakubali kufinywa. Mimi ni zaidi ya mshindi. Sitakubali kuonewa. Mimi ni zaidi ya mshindi. Sitakubali kufinywa. Mimi ni zaidi ya mshindi. Wewe umeshikwa na mapepo mwaka huu. Haleluya. Hata iche ya mmoja msichana niliombea hapa kabla sijaenda Western. Hapa ni kirekodi ya radio. Kaja hapa kuna mapepo amevaa hizi chain. Tunapohubiri kinyume vitu zingine, unaweza fikiri kwamba pasa hawa ndio watu hawajachanuka. Wanasema makanisa inavaa na pete na wanaingia ndani. Nataka nikwambie shetani ni mjanja. Maandiko yanasema njia nyembamba iendayo uzimani, na wengi hawapati hiyo njia. Na njia ni pana iendayo kuzimuni, na wengi wako kwa hiyo njia. Mimi si mkuu mtu yeyote, lakini nakwambia shetani ni mjanja. Ananasa watoto wetu. Mtoto mdogo sana, miaka kidogo sana, wamenaswa na mapepo. Anaambiwa auwe mtu. Hii msimu ya uwe mtu. Nashindo ataua nani? Nataka nikwambie kama umeketi hapa, tumetangaza hakuna mtu yeyote, hata iwe imewekwa kwa kuzimu, ambaye atakufa hapa. Kwa jina la Yesu. Unaelewa? Unaamini na haleluya. Hata mapepo yao yameketi. Hata yao yamekaa kwa miti ya kwenu. Wakasema kila mwaka kwenu mtu anakufa. Nimekuja nikwambie mwaka huu tumebakisha siku chache. Hautazika mtu yeyote. Haleluya. Tumekataa kazi ya shetani. Wewe kwa sababu uone hizi vitu unafikiria haziko. Hili kitu nilishuhudia hapa weekday nikiwa hapa peke yangu. Na nikasema hii kirudi kutoka Nairobi nitachoma. Nimeambia mama yake alete zingine zile, ako na pete alipewa, kumbe wakati alienda kule alipewa pete nyingine hivi ya kishetani. Inatumika na mambo zingine. Niambia mama yake alete hizo vitu tuchome hii kanisa. Sisi hatufanyi mzaha na mapepo. Na ndio maana tunahubiri injili ya Bwana Yesu. Afadhali usikie hiyo injili. Shetani ni mjanja. Shetani ni mwongo. Lakini tumekuja kusema sisi ni zaidi ya washindi. Shetani hataingiza vijana wetu kwa tabia ya homosexual. Shetani hataingiza vijana wetu katika tabia ya lesbianism. Hiyo roho tumeipinga. Hiyo roho tumeikataa. Haina uwezo, haina mamlaka. Tumeikanyaga. Sisi lebo shatayama. We are more than conquerors. Nataka uamini Bwana Yesu, sisi ni zaidi ya washindi. Hata kama ulilemewa jana, hata kama uliteleza jana, usirudi kwa hiyo tabia tena. Na kuona kwa jina la Yesu, sisi ni zaidi ya washindi. Usipe shetani nafasi kwa maisha yako na moyo wako kufanya vitu ambavyo havifai. Ewe kijana, ewe mama, ewe mzee, najua unasikia sauti yangu na kuomba kwa jina la Yesu. Usipeane nafasi kwa shetani. Wachana na tabia mbaya, wachana na usinzi, wachana na usherati, wachana na tabia chafu, wachana na uongo, wachana na vitina, wachana na masengenyo. Tafuta Yesu. Fanya hivyo, unaweka sehemu ya shetani kuvamia maisha yako. Makatela basa. Amekuja kusema shetani hatavamia maisha ya watu wetu. Shetani hatavamia maisha ya washirika hapa. Haleluya. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekanyaga mguu chini. Tumesema tumepewa uwezo. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga ngele na nyota na nguvu zote. Shangiza. Kanyaga zote kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mahali
utakuwa peke yako, ifanye mmoja mchungaji akusaidie. Kuna mahali pengine sitakuwa, kuna mahali pengine Pastor Osborne hatakuwa. Unakuwa ni wewe na Bwana. Unaambia Bwana, umeniokoa, umenijaza Roho Mtakatifu, na hii hali imekuja, nitapambana nayo. Hizi kanisa inafundisha watu kutegemea wachungaji. Tunafundisha watu wategemee Roho Mtakatifu. Ukijazwa na Roho Mtakatifu, hata ukiwa peke yako kama kijana, ukiwa peke yako kama mzee, ukiwa peke yako kama mama, unaweza angalia shetani kwa uso na mwambie inaandikwa, piga shetani naye atatoroka. Na shetani atatoka. Hata kama umevamia nyumba yako, shetani atatoroka. Hata kama umevamia boma lako, shetani atatoroka. Hata kama umevamia wazazi wako, shetani atatoroka. Na acha niwaambie, Mungu anaandaa meza mbele ya maadui zetu, kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Wakati naamini Mungu anaandaa meza tunapomaliza mwaka. Kama unaamini, sema haleluya kubwa. Sema haleluya kubwa. Wacha kusema haleluya wasiwasi. Sema haleluya kubwa. Sema kama unaamini hiyo. Mungu anaandaa meza mbele ya maadui zako. Kwa hivyo usichukie adui. Haleluya. Usichukie adui na usitembee kwa giza. Usitembee kwa giza ukijificha ficha. Tembea kwa mwangaza. Kwa sababu tumepewa uwezo, tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu, tumepewa uwezo. Hata shetani akikutisha kiasi gani, yeye aliye ndani yetu ni mkuu zaidi kuliko yule aliye kule ulimwenguni. Mapepo ya kwenu haina uwezo na mamlaka juu ya maisha yako. Majini ya kwenu haina uwezo na mamlaka juu ya maisha yako. Lakini usimpe shetani nafasi. Usimpe nafasi. Sisi ni zaidi ya washindi. Usimpe shetani nafasi. Haleluya. Niombea mzee mmoja kiwa magharibi, kila mwaka akipata tu mshahara magonjwa imeingia. Na inakuja tu tarehe 29:30 mtoto amekonjeka. Mama amekonjeka. Pesa ikipunguka ikiisha amepona. Nikamwambia si mapenzi ya Mungu. Kidogo mwisho wa mwezi, mguu umevunjika. Mwisho wa mwezi, kitu inafanyika. So kwa hiyo kila mwezi kitu inafanyika. Nikamwambia si mapenzi ya Bwana. Na wengine mko hapo mnanisikia, familia zenu ziko na hizo pattern. Unaweza kuomesha hizo vitu siku ya leo. Unaweza kuomesha hizo vitu kwa maisha yenu. Unaweza kuomesha kwa ndoa yako, kwa maisha yako. Wengine mnapata mshahara, mmepea shetani nafasi. Nasumbuka hivi. Kwa sababu nini? Hautii neno lake Mungu. Nikamwambia mzee, sitakuficha. Hata nikuombee kama pastor wa radio, na wewe mwenyewe hautii neno la Mungu, bado utabakia pale na utasema mimi ni pastor wa uongo. Utabakia ukizunguka tu hadi pamoja. Nikamwambia lazima utii neno la Mungu. Toa zaka. Na nikamwambia zaidi ya zaka, kwa sababu wewe uko na disaster tayari. Toa dhabihu mbele za Bwana. Chukua kitu na hiyo kitu weka kwa bahasha. Peleka mtu akona mamlaka ya kiroho, aombe na atamke maneno juu yake. Na hivyo Mungu atamsaidia. Nataka niwaambie, wengine wenu hamuna wazazi. Na wazazi wenu walikufa kama wamezungumza maneno. Lazima ubadilishe hizo vitu zote. Na Mungu atakusaidia tufanyike zaidi ya washindi. Ndio maana unajiuliza, kwa nini tunaomba? Kwa nini tunahubiri? Kwa nini tunafanya hivi? Na watu wengine wafanikiwe. Watu wengine wabarikiwe. Na maandiko yamesema sisi ni zaidi ya washindi. Kuna mahali wamepea shetani nafasi. Ndani ya maisha yao. Nini unaweza kufanyia Bwana? Tunapomaliza mwaka huu, andika chini mambo kadhaa. Ukienda nyumbani, andika chini mambo kadhaa ambayo hujafurahishwa na wewe binafsi mwaka huu. Kama hujakuwa mtu wa maombi, andika chini mwaka huu nimeelekea maombi. Nikiingia mwaka ujao, nataka niwe mama wa maombi. Mwaka huu nimelemewa kutoa zaka. Nataka mwaka ujao nitoe zaka. Mwaka huu nimelemewa na kutoa. Nimemwimbia Bwana, nataka mwaka ujao niwe mwaminifu mbele za Bwana. Na utaona ushindi wa Bwana. Last hivyo 2021 itakuja visirani, magonjwa, taabu, matatizo. Na kama ni dawa, pesa ya dawa inapatikana, hata inakopwa sababu ni mgonjwa. Lakini ikifika pesa ya Mungu hakuna. Lakini ya madawa inapatikana. Naomba Mungu akusaidie.
tuondoke katika utumwa. Naamini kwa mwaka 2021 iko kwa vitu vyangu nimelist for 2021. Naamini Mungu kwa ajili ya ishara na miujiza. Tumefika kiwango kanisa la Bwana lazima nitembee katika ishara na miujiza. Na sio tu kusema maneno. Lazima Mungu ashughulike na inue watu wake na aponye watu walio na magonjwa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu anasema kama na sita. Naambia akina Agape tukienda ujilisi. Watu wanasema Mungu nipe power. Power kupe utumie nini? Like utaki kufanya ujilisi. Power napeana pale watu wanatoka nje. Toka nje na uombe mtu ndio utajua kweli uko na power. Sengine unajua mkikaa hapo mnaona tu sisi ni wanyonge ni wadhaifu. Alafu shetani anakufinya throughout the week. Unaona tu mimi ni mtu niko tu sina mbele. Wewe si mtu hivi hivi. Ukitaka kujua wewe si hivi hivi, enda kwa Freemason. Utaambiwa wewe usiingie sababu wewe ni mtu wa Yesu. Hata kama una Holy Ghost utaambiwa usiingie wala mtu anako na vitu vingine tofauti. Ndio ujue wewe ni mtu ambaye uko na power ya Mungu. Na je, ukipokea Roho Mtakatifu itakuwaje? Mapepo ya kweli kikuona itakuwa inatoroka. Majini ya kweli kikuona itakuwa inatoroka kwa sababu umebeba nguvu za Bwana. Umebeba mamlaka ya Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati naamini Mungu tunapomaliza mwaka, tumalize mwaka vizuri na ushindi kwa jina la Yesu. Wakati naamini hallelujah. Kama kwa mgonjwa hapa siku ya leo, amini Bwana, huwezi vuka na magonjwa. Hiyo nimekataa. Amen. Lakini karibu naamini, kiamini Mungu utavuka mwaka kama umepona. Ukiwa na tatizo yoyote, Yesu anaweza shughulikia. Kama uko hapo unasikia sauti yangu, hujapeana maisha yako kwa Kristo, peana wakati huu. Peana saa hii kama bado uko hai. Siku moja utakuja kumbuka. Nilikuwa nakumbusha pastor wangu wa nyumbani, nikamwambia. Nilienda nikahubiria mama mwingine mshosho anavuta sigara. Nikamwambia hii kitu inafaa uachane nayo. Yesu anakutamani uokolewe. Siku anajua ni siku yangu ya mwisho kuonana na yeye. Alikufa kama bado anavuta hiyo kitu. Na nikasema siku ya hukumu itakapofika, ataniona nikimwambia, akihukumiwa mbele za Bwana. Hujui utamalizia wapi? Unajua mahali uliingilia, lakini hujui utamalizia wapi. Si kwamba ni vitisho, ni kukuepea tu tahadhari. Maisha haya tupe Bwana Yesu atutawale. Simama kwa miguu yako. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Shetani kazi yake anataka ujidimie, anataka ukufe kiroho, anataka hata usione haja kuja kanisani. Hiyo ndio kazi ya shetani. Na kama unaishi hivyo, hapo umekuishi hivyo, siku zimepita, wiki zimepita, kwa shetani anakufanyia kazi, usimkubalie. Mwambie mimi ukiniona mimi ni zaidi ya mshindi. Lazima nitashinda kupitia yule anitia hai. Lazima tutashinda. Lazima tutashinda. Je, kuna jambo unaweza mwambia Mungu unapomaliza mwaka? Kuna kitu unaweza mwambia Bwana? Mwisho wa jambo ni bora sana. Inafaa umalize mwaka na power. Umalize mwaka na authority. Umalize mwaka na mamlaka ya kiroho. Lakini utamalizaje mwaka kama umelegea? Kama umekufa? Kama hata kuinua mikono ni shida, utamalizaje mwaka? Utamalizaje mwaka kama maombi ni shida? Utamalizaje mwaka kama kutafuta uso wa Mungu ni shida? Mungu amekuleta wewe siku ya leo unisikie. Sikia sauti hii ya mchungaji. Wengi naona hapa ni vijana, naomba Mungu awasaidie. Wakati kama huu kuna watu washapata HIV. Wataishi nao wakimeza dawa mpaka siku ile watakufa. Kwa sababu ya tendo moja walilofanya, hata ukimwi. Wengine mtakutana nao kwa mashule, kwa colleges, wamepata virusi. Wanavaa kama mapepo kwa sababu wanajua wako na ukimwi. Wanatafuta kuambukiza vijana. Na wewe Mungu amekulinda. Na hiyo roho itataka ikunasi. Ndio kanisani. Lazima mwambie Mungu akusaidie. Tembea na marafiki wazuri. Kama unasikia sauti yangu, tafuta marafiki ambao watakusaidia. Tafuta marafiki ambao wameokoka. Wewe mtoto kwa ploti mahali unaishi, wachana na watoto wabaya. Wachana na marafiki wabaya. Kama unasikia sauti ya mchungaji, itakusaidia siku moja. Utakuja nishukuru siku moja. Utakuja sema mchungaji anisaidie. Maandiko yanasema a company of fools shall be destroyed,
Kusanyiko la watu wapumbavu litaangamizwa. Ukitembea na watu wabaya utaangamizwa. Kuna watu saa hii wameingizwa kwa madawa ya kulevya. Kwa hii season ya Disemba, Mungu akusaidie wewe mahali ulipo usiingie katika hizo vitu. Kuna roho ya mipira, roho ya kucheza football imenasa vijana wetu. Nilituma kwa group siku nyingine, kijana ameenda amejinyonga kwa sababu timu yake Arsenal imefungwa. Hiyo ni roho ya shetani. Hata watu hawakujui, hawajai kupata shilingi, lakini hiyo roho imepenyeza, imeingia kwa spirit yako, unajitoa hai. Na kuna wengine hapo mna roho za mipira, afadhali hata msiende service, mnaona mipira. Wengine mko hapo mna roho ya soap opera, ya kuona vipindi za saa 2 hizi za mapenzi. Watu wanalambana mitomo na kushikana na kufanya mambo kiholela. Mungu pale mmeshikwa, ikifika hiyo saa, hata ukisikia pasta na bisa, sema huyu pasta ametuchokesha. Ukuja na nataka kuona kipindi yangu. Oh, Bwana asifiwe mama fulani. Sasa huyu mama amekuja nini? Saa hii amekuja ngoja kipindi ishi. Wengine mmenaswa na Maria, na sio Maria mtakatifu, ni Maria wengine wanaomba watu waliokufa kwa makaburi. Mmenaswa na Maria, ikifika hata utaki kusikia kitu kingine, Maria inaanza. Naomba Mungu akukomboe, Mungu akusaidie. Mungu hapo mnanisikia. Roho ya Maria imekuingia. Na ukiona hiyo kipindi, Maria anaenda kuomba wapi? Haendi kanisani, anaenda kwa kaburi ya mama yake. Mama yake anaenda na muongelesha. Sasa ingine unaona nikiwa pale. Sikikuja nikiwa mimi naona. Anaenda kwa kaburi ya mama yake. Anazungumza na watu waliokufa. Watu ambao tumeokoka tuko na Roho Mtakatifu, hatuzungumzi na waliokufa. Waliokufa wameenda, tunazungumza na Yesu aliyefufuka. Ni nini unaona pale? Unaona usherati. Mzee William amechukua sijui nani. Victoria alizaa mtoto nje. Alafu wewe ni mtoto mdogo, wewe ni mama, unaanza kupata spirit ya kutaka bwana mwingine. Alafu kesho utapata mtoto mwingine nje. Utashtuka ilianzia wapi? Ulipata kwa TV Maria. Ikuingia. Sasa unapata mtoto kwa nje. Hata isipojulikana, wengine mnajua uko na watoto nje. Haijulikani, hata wachungaji hawajui, hata mtu hajui, lakini wewe unajua. Ni spirit ya kishetani. Na wengine mnajua, mnanisikiza, shetani anawasukuma mtafute wapenzi wengine. Mnajua. Usione chini, niangalie tu kama basi. Unajua. Kile mkapo mnajua. Bwana apewe sifa. Atini kipindi yangu siwezi pita. Hiyo shetani ananasa watu, shetani ananasa vijana. Alafu kesho tunakupata umekuwa msichana mzuri kanisani. Umeanza kutoboa masikio, umetoboa mapua, umetoboa hapa. Unataka kuwa kama dunia. Unataka kuonyesha watu wengi uko kwa system. Wewe ndio mtu ambaye sasa unawika. Vijana wanaanza kutoboa masikio, wanashuka nywele kama mama. Hiyo ni roho ya giza. Na shetani amekuwa mjanja, wanakuja, unaona sita kanisa kubwa, cathedral, watu wameshuka na sema praise the Lord, hallelujah. Unasema hata wametoboa wanaenda mbinguni. Benchmark yetu sio kanisa kubwa. Benchmark yetu ni neno lake Mungu. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio benchmark yetu. Wakati roho ya soka inashika watu, unapata drop amenyoa kitu ameacha hapa. Kitu kilaini hivi. Kumbe hiyo kitu amechora, ameweka, ametoa kwa nyumbu zake. Na wewe kesho mtoto wa miaka 2 amenyoa. Mwingine unakuja church, amenyoa ameacha kitu hapo. Amenyoa ameacha kitu. Roho ya ulimwengu. Wengine wananyoa, wanaacha, wanatuma hapa nyoa na wanatoa hapa, inabaki hapa. Si kwamba alisaliwa hivyo. Aliona mahali. Na ukiona hizo vitu, ndio wengine mnaanza kulaumu wazee wenu. Mnataka mshikwe mikono na huko single room, ushikwe mkono. Unajua ile soap opera unaona ni nyumba kubwa. Anashikwa anapelekwa bedroom. Anapelekwa dining room. Hallelujah. Na wewe room moja ukifanya hivi uko jikoni, ufanye hivi sitting room. Unataka ushikwe mguu mkono na mzee. Utapelekwa wapi? Jamani, utapelekwa wapi? Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu.
kuwa siku mbaya. Nataka unielewe, na maanisha unaanza kuiga vitu vingine ambazo hata kwa culture yetu haziko. Hakuna watu wa mama walikuwa wanavaa vizuri hata hapa Afrika. Hii ni iko ya kutoka Uingereza, kutoka wapi, imekuja imeleta aibu, imeleta fedheha. Watoto sasa hivi wasichana wale wanazaliwa kwa nyumba, kizazi hiki ni wengi kuliko wale walipozaliwa kwa nyumba kwa siku za baba zetu. Wale ni wengi sana. Saa hii ni wengi. Msichana anafika 15 years, amevunja usichana wake. Amevunja akiwa form 1, ile class 8. Wengine mko hapo mmesmile, nimeona tayari. Ndio watu mmeshafanya hiyo maneno. Huko kanisani. Usiendelee na hiyo tabia na kuona kwa jina la Yesu. Utakuja kupata magonjwa, utakuja kufa, utazikwa mapema kwa sababu ya wewe kuchukua tahadhari. Lakini unaweza amua, Mungu nataka niwe zaidi ya mshindi. Nataka maisha yangu ikupendeze. Nataka ujana wangu ukupendeze. Nataka huduma yangu ikupendeze. Nataka uimbaji wangu ukupendeze. Nataka kila kitu ninachofanya, jamii yangu ikupendeze. Nataka maisha yangu kwa jumla ikupendeze. Watoto wangu wakupendeze. Mungu nisaidie nikupendeze. Na mwili wangu na utoa kama dhabihu mbele zako. Naomba Bwana nikupendeze. Wangapi wanataka kuomba ombi kama hilo mchana wa leo? Nataka mahali ulipoinua tu mkono wako. Zungumza na Bwana. Mwambie natamani nikupendeze. Tunapomaliza mwaka natamani nikupendeze. Nitembee katika njia zako. Nikuishie, nikutumikie. Maana wewe ni Mungu mwaminifu. Omba mbele za Bwana in the name of Jesus. In the name of Jesus.